Mpige asitoroke. Katika karne ya 19 pwani ya Afrika Mashariki ambapo silaha za moto zilianza kuingia na kuleta mabadiliko dhidi ya mikuki, mishale na panga. Jambo ambalo linatishia hadhi ya askari wa jadi wanaotumia ngao na mikuki. Kutokana na usaliti, baba yake Lutalo anaoa kwa bunduki ambayo haijawahi kuonekana Imayani. Lutalo ananusurika kifo kwa kutupwa mtoni na kudhaniwa amekufa. Anaokotwa na wafanyabiashara wa mbali. Huko anajifunza ushupavu wa kutumia bunduki. Mtemi, dunia inabadilika. Huko pwani wageni hawaji na panga, wanakuja na miti inayotema radi. Tukiendelea kutegemea mikuki ya mbao, kisimani itakuwa kaburi la historia. Malaika wa kifo ana sifa nyingi Maloto, lakini usaliti si mojawapo. Unataka tuache wageni milango yetu kwa sababu ya hofu? Ujasiri wa askari wa kisimani haupo kwenye silaha, upo kwenye roho yake. Roho haizui risasi, Mbogo. Unawalinda watoto wetu au unalinda cheo chako kama jenerali wa mwisho wa panga? Kimya, Mbogo, nenda mipakani, linda siri ya kisimani. Maloto, endelea na biashara zako za pwani, lakini baruti isikanyaga ardhi hii bila idhini yangu. Baba yangu anasema kuna dhoruba inakuja, Lutalo. Anasema panga hazitatupa amani tena. Unaogopa? Siogopi kifo, Zuena. Naogopa kuishi kwenye dunia ambayo siwezi kukulinda. Baba anasema siri ya ushindi ni mkono thabiti, lakini mimi naona giza mbele yetu. Hii ni ramani ya njia za siri za kuelekea pwani. Ukitaji kutoroka, ukiwindwa, nitafute huko. Mapenzi yetu si ya himaya hii pekee, ni ya roho zetu. Nitakufuata popote. Shujaa huyo ana nguvu kuliko mfalme mwenyewe. Watu wanamwamini yeye, si sisi. Lakini ni mwaminifu. Hakuna kitu kinachotisha kama mtu mwaminifu mwenye nguvu. Tutaigeuza heshima yake kuwa kosa lake la mwisho. Ghafla, kutokana na usaliti baba yake Lutalo anauawa kwa Mbegha ili kuonekana Imayani. Uaminifu ni ibada. Mwanangu, kimbia, usitumie panga. Tafuta radi yao iwe yako. Babala! Mpige asitoroke. Mpige asitoroke. Anakimbia, apige. Hapana. Amekufa, hakuna anaishi baada ya hilo. Ulidani Kelea Ngeshi, familia yake ilifutwa. Watu hufa lakini kumbukumbu hazifi. Miaka 3 baadaye. Yule Lutalo aliyekuwa akiamini katika panga alikufa mtoni. Leo anarudi kama Adhabu. Hana jina, hana kabila, ana shaba tu na baruti. Risasi moja ilibadilisha kila kitu. Swali ni moja tu, je, Lutalo alikufa kweli? Follow, like na share, kisha dondosha comments yako. Tukutane sehemu ya pili. Chao.